Kuna huyu hapa mwanaume anaitwa Profesa. Huyu si mwalimu wa kawaida, ana akili nyingi, ni balaa, na amepanga kufanya wizi mkubwa kuliko wote ambao unaofahamu wewe, yaani kuiba pesa nyingi kutoka katika benki kuu ya Hispania. Lakini jamani, kwamba alikuwa hataki kuiba pesa ambazo tayari zipo, yeye alikuwa anataka ingie benki, akae humo, achapishe pesa mpya, alafu ondoke nazo bila mtu yote yule kuumia. Profesa akatafuta watu 8 kwa ajili ya kumsaidia. Wote ni watu ambao tayari walikuwa wameshawahi kufanya uhalifu, lakini kila mmoja alikuwa na kipaji chake. Anaopatia majina ya miji: Tokyo, Berlin, Rio, Nairobi, Oslo. Basi kundi likakamilika na kila mmoja alikuwa katika kazi yake maalum. Tokyo alikuwa ni jasiri na mwenye roho ya kupambana, ingawa alikuwa ni mkorofi. Berlin alikuwa ni mkubwa wao ndani ya benki, mtu wa kupanga na kusimamia kila hatua. Huyo hapa Rio alikuwa ni fundi kompyuta, mtaalamu wa mtandao na usalama. Nairobi alikuwa ni mtaalamu wa kufua dhahabu na pesa. Oslo alikuwa ni mzoefu wa kijeshi na kazi yake ilikuwa ni kuhakikisha ndani kuna ulinzi. Walikuwa wamevalia mavazi mekundu na barakoa, wakavamia benki kuu ya Hispania. Walichukua mateka, wakafunga milango yote na kuanza kuchapa pesa mpya kwa mashine kubwa ambazo zilikuwa ndani ya benki. Profesa akiwa nje aliwasaidia kwa kutumia kamera, simu na ramani za jengo lote. Ndani ya benki kulikuwa na hofu, lakini profesa akamwambia kwamba hakuna mtu yote yule ambaye ataumia, wao wanataka pesa tu. Majamaa wanaanza kuheshimu kwa siku kadhaa, huku polisi wakizunguka jengo lote wakijaribu kila njia kuweza kuokoa mateka. Lakini kila ambacho walikuwa nakijaribu, profesa alikuwa tayari ameshakiwaza na kukizuia. Ndani ya benki mambo yanazidi kuwa magumu zaidi. Tokyo akaanza kuwa na matatizo ya nidhamu. Huyo Rio anampenda Tokyo. Nairobi anakasirishwa na kutotii wengine, lakini Berlin akawa anajitahidi kuweka utulivu. Na siku zilivyozidi kusonga, hali ndani ya benki ikazidi kuwa ngumu zaidi. Mateka walikuwa wameshaanza kuchoka na baadhi yao wakaanza kujaribu kutoroka kwa siri. Wengine walikuwa wanajifanya kushirikiana na waasi, lakini ndani yao walikuwa na mpango wa kuharibia. Rio, kijana mdogo na mtaalamu wa kompyuta, alianza kuwa na hisia kali za kimapenzi kwa Tokyo. Tokyo naye alianza kuonesha dalili za kumpenda, lakini lugha yake kukosa uvumilivu ilianza kumletea matatizo. Berlin kama kiongozi wa ndani aliwatahadharisha kuhusu kuingiza mapenzi kwenye hii kazi, lakini haikusaidia. Wakati huu nje ya benki, Inspekta Leko Mulilo alikuwa akifanya kila jitihada za kuweza kuvunja ukuta wa siri ambao umewekwa na profesa. Huyo hapa Leko Mulilo alikuwa ni askari mahiri sana. Alikuja hapa kwa ajili ya kuwatoa mateka na kuwakamata wahalifu. Inspekta Leko Mulilo ni mwanamke jasiri, mwenye akili nyingi, anayeaminika sana katika kazi yake. Alipopewa jukumu la kuongoza mazungumzo ya kundi la wezi ambao limeingia katika benki kuu ya Hispania, alijua kabisa kwamba hapa si kazi rahisi, lakini hakuwa tayari kushindwa. Leko ni mama wa mtoto mmoja, ameolewa zamani, lakini aliachana na mumeo kwa sababu ya manyanyaso ya kindoa. Aliyo limfanya awe na moyo mgumu, mwenye msimamo na asiogopa changamoto yoyote ile. Kila siku alikaa kwenye kambi ya polisi karibu na benki, akiwa na redio, simu na timu ya wataalamu wa kila aina. Lengo lake kuu lilikuwa kuokoa mateka wote salama bila damu kumwagika, lakini hakujua mtu ambaye alikuwa anamsaidia kiakili kwa njia ya simu na kumpa ushauri wa namna ya kufikiri, kupunguza hasira na kufahamu saikolojia majambazi, ndiye ambaye alikuwa adui yake mkuu. Unajua ni nani huyo? Ni Profesa. Profesa jitambulisha kwake kama mtu wa kawaida tu, mwanasaikolojia ambaye anaishi peke yake. Alimfuata hadi sehemu ambapo alikuwa anakunywa kahawa kila siku. Walianza mazungumzo ya kawaida na polepole wakazoeana hadi wakaanza kuwa karibu sana. Leko kujua kuwa kile kitu ambacho anamwambia huyo hapo rafiki yake mpya ndicho ambacho kinatumika kupanga hatua inayofuata wezi huo mkubwa. Wakati Leko akiwa anaendelea na kazi ya kujaribu kuwasiliana na majambazi ambao wako ndani ya benki, kila siku alikuwa akipokea ujumbe kutoka kwa yule pale rafiki yake mpya ambaye ni Profesa. Walikuwa wakizungumza kwenye simu, wakikutana kwa kahawa, na wakati mwingine walionekana kama watu fulani hivi ambao wamekutana kibahati. Lakini upande wa pili, Profesa alikuwa akifuatilia kila hatua ya polisi kupitia kamera, simu za kuzisikilizia na teknolojia ambayo alikuwa ametayarisha kwa miezi mingi kabla. Ndani ya benki timu yake inaendelea tu kuchapa pesa. Tokyo, Berlin, Nairobi, Oslo na wengine walikuwa wakifanya kazi katika mpangilio maalum. Hata hivyo, si kila kitu kilikuwa rahisi. Mateka baadhi walianza kuwa na mashaka, wengine walijaribu kutoroka, lakini Berlin, kiongozi ndani ya benki, aliweza kuwazuia kwa mikakati ya nguvu na hila. Kuna siku moja vile Leko akapata mshtuko mkubwa, ni balaa. Alipopokea picha kutoka kwa kamera ndani ya benki, alimuona mtu mmoja hivi akitembea kwa kujiamini sana, akiwa amevalia barakoa kama wengine, lakini sauti yake ndio ambayo ilimshtua zaidi. Ilikuwa ni sauti ambayo alikuwa akisikia mara nyingi kwenye simu. Ni hapa ndipo akaanza kuchunguza. Akaamua kurejea mazungumzo ya zamani. Aliona baadhi ya majibu ya Profesa yakiwa ya ajabu, kana kwamba alikuwa anajua mengi zaidi hata mtu ya kawaida. Akajiuliza, inawezekana? Baada ya siku kadhaa ndani ya benki kuu ya Hispania, mpango wa Profesa ukawa umeenda vizuri kwa asilimia kubwa kama vile ambavyo alikuwa amepanga. Licha ya changamoto ya uasi wa baadhi ya mateka,
na mashinikizo makali kutoka kwa polisi. Leko kwa sasa, ambaye alikuwa ametambua kuwa rafiki yake wa karibu ni yule ambaye anasimamia ujambazi, alikumbwa na mtafaruku mkubwa wa kihisia, lakini badala ya kumsaliti Profesa aliamua kumuunga mkono. Aliamini mpango wake haukuwa damu wala vurugu, bali kupinga mfumo wa kiuchumi wa kibepari, na kweli hakuna hata mmoja ambaye alipoteza maisha. Na wakati vikosi vya polisi ambapo vilivamia benki, walikuta simu ya majambazi imepotea kana kwamba walitoweka hewani, lakini ukweli ni kwamba tayari walikuwa wameshatoka kupitia njia za chini kwa chini ambazo zilitengenezwa kimikakati na kufunikwa kiuangalifu. Walikuwa wameondoka na mabilioni ya euro mpya ambazo zilikuwa zimechapishwa. Mwisho kila mmoja wa wahusika alitoweka kwa jina lake jipya, maisha mapya na mapesa mengi. Leko naye alikata mahusiano rasmi na polisi, akajiunga na Profesa ambaye alikuwa anamsubiri katika nchi nyingine kwa jina lipya. Na hapo ndo mwisho kabisa bwana letu ili hapa. Ciao.